Halo. Hello madam, habari? Salama za kwako? Salama madam, naendeleaje? Naendelea vizuri kabisa. Karibu, unaongea na Akila kutoka Wadada Center. Ndiyo madam, metimiza wiki 3. Kwa hiyo nimepiga kujua mnaendeleaje na dada. Dada tunaendelea. Mto hiyo kwenye box ya hiyo. Dada tunaendelea vizuri. Bado hajapata changamoto yoyote. Okay. Changamoto hamna, yeye anajitahidi kuendelea kufanya nini na kazi zake. Kuzoea na ratiba yake. Okay, sawa. Sasa kwenye majukumu yake kwenye yale maeneo yetu, kwenye watoto kwa maana ya malezi, usafi na mapishi na nidhamu, nitahitaji uniambie unamrate vipi. Kwa mfano kwenye malezi ya watoto, scale ya 1 to 10 unampa ngapi? Kwenye malezi ya watoto? Kwa kweli kwenye malezi ya watoto yuko vizuri kabisa. Hiyo nampa 10 zote. Nampa 10 ya 10. Hiyo 10 ya 10. Kwenye usafi anapenda watoto. Kwenye usafi? Lakini 40 hapo juu. Kwenye usafi yani anaka uzito. Japokuwa sio sana. Kwa nini angasema 8? Anajitahidi ila anaka uzito fulani. Kwa hiyo aboreshe nini hapa kwenye usafi? Speed ndio aboresho. Kingine cha kuboresha ni speed, yani mpangilio wakati amalize mapema. Okay. Kwa sababu kazi anaenda nazo sana. Ana ratiba? Nimeshamwekea ratiba yote ya siku. Okay. Nilimuonyesha, nikamwelekeza ratiba ya mtoto, ratiba ya kazi, kila kitu. Anafanya vizuri, lakini yani speed hamna. Unakuta anarudi hadi usiku, labda unakuta bado. Nasha kama majukumu labda yanamzidi. Labda ila majukumu hayo hamna extra. Kwenye mapishi, je, unampa ngapi? Kwenye mapishi nilimwelekeza hiyo 10 ya 10. Mapishi 10 ya 10. Anapika vizuri. Nidhamu yake 10 ya 10. Okay. Nidhamu nzuri sana. 10 ya 10 kwa kweli nidhamu nzuri sana. Haya. Ni msikivu, mnyenyekevu. Na tulivyomrekebisha kuhusiana na swala la simu last time, aliacha? Hajarudia. Ameacha kabisa. Sijai kuona tena hiyo changamoto. Yani changamoto yake tu ni speed basi. Lakini vingine nidhamu, usafi. Anajitahidi, malezi iko vizuri sana. Anapenda sana watoto. Okay, sawa madam, basi tunashukuru sana. Kwa nadhani sana pa kumwambia tu sehemu ya kuboresha ni kwenye speed. Kwenye speed, yani anatakiwa apangilie vizuri ratiba yake. Anaamka mapema, lakini nashangaa ni kazi anazifanya kwa muda mrefu sana. Ndio maana nakwambia labda kama uangalie, je, kama anazidiwa na majukumu, labda uone namna ya kumpunguzia baadhi ya vitu. Sababu kama anafanya huko kwingine kote vizuri, inawezekana kabisa pia labda majukumu yanamzidia, uone namna ya kumrahisishia baadhi ya vitu labda. Lakini nimejitahidi sana kurahisisha. Lakini pia na level yake na yenyewe pia unajua, angalau unajua hao ni hata kama kuna ratiba bado unatakiwa wewe una double check, unamkumbusha vitu na unamuelekeza hata namna ya kuweza kuendana na majukumu. Unajua level zao ni za traditional, hizo ni wa kumuelekeza na kumsimamia. Kwa hiyo hata hivyo mimi naona anajitahidi kama kwa max hizo unazompa. Amejitahidi. Kwa hiyo kwa hapo panapobaki pia uendelee tu kumuelekeza, umsaidie kuweza kuendana na ratiba, lakini pia kama unaona majukumu yanamzidi uone pia namna, kwa sababu kama anaangalia vizuri watoto wako at least hivyo vingine unaweza ukakubali kucompromise, unaangalia namna ya kumpunguzia baadhi ya majukumu ambayo yanamsababisha labda ashindwe kufanya kwa wakati. Sawa. Haya, hamna shida. Haya, sawa madam. Tunashukuru sana madam, tulikuwa tumepiga tu kwa ajili ya kuwajulia hali na kupata huo mrejesho, ili kama kuna sehemu ya kuboresha pia tuongee naye. Haya, asante. Hamna tatizo lolote. Haya madam, asante sana, karibu madam Asma. Haya madam, wewe na siku njema. Na Mungu pia. Haya. Hello, habari? Salama. Unaendeleaje?
Naendelea vizuri Dakila, shikamoo. Marhaba. Hongera, wiki 3 hizo za mwanzo umesha piga mwingi kidogo. Mwezi wa kwanza unakuwa mgumu kuendana na ratiba. Eti dada. Kwa kweli ulikuwa mgumu, lakini sasa hivi ushazoea. Pambana. Hongera. Bosi wako niongea naye hapo. Anakupa maua mengi kwa kweli, unajitahidi kufanya vizuri. Kweli? Anasema kwa watoto yani anakupa yote. Kweli vile anakupa 10 ya 10 kwa watoto kwenye mapishi 10 ya 10, nidhamu 10 ya 10. Yaani kiufupi unafanya vizuri sana. Yaani mimi Dakila kwa kweli kwenye watoto changamoto. Sidangaje, yani najifunza. Changamoto kwa nini wakati amesema unawapenda watoto na unawajali? Sasa hivi ndo anakuona. Una changamoto gani kwa watoto? Yaani mimi nilikuwa nafikiria labda yani chini vile yani labda. Yaani sasa hapo ndo amekuona unafanya vizuri haswa. Kazi ya kwanza mkataba wa kwanza si ulimaliza, kulikuwa hamna watoto, lakini hapo naona tumekupanga kwa watoto na bado umeweza kuendana nao. Kwenye usafi ndo amekupa 8 ya 10. Amesema unajitahidi, sio kwamba huwezi kufanya, lakini una spidi ndogo. Yaani unawahi kuamka lakini bado unachelewa kumaliza majukumu yako. Lakini sio kwamba unafanya vibaya, lakini sasa dada sikia nikwambie sasa. Yaani huyu dada alotoka hapa. Na kuambia ameacha nyumba chafu. Yaani nyumba chafu, alafu vitu vichafu, yaani nguo alikuwa atakatisha. Sasa ukisugua sana, sasa utaanza kufua kama yeye alivyokuwa anarashia hivyo amemaliza. Kwa hiyo kwa mwezi huu wa kwanza ndio unakuwa mgumu kwa sababu bado unatakiwa. Ndio hivyo, mimi naona ndio hicho tu yani. Basi jitahidi. Ukimaliza nadhani kwa huu mwezi wa kwanza ukishaumaliza na wewe utakuwa umeweza kuendana na ratiba. Madam ameniambia mmeshatengeneza ratiba. Ratiba tayari hiyo. Basi jitahidi angalau kuongeza tu speed kwenye utendaji wako wa kazi, lakini kwa sababu kwenye vitu vingine vyote unaonekana uko vizuri. Jitahidi sasa kuongeza speed. Sawa. Hapo tu. Kuna changamoto yoyote kwa upande wako labda? Upande wangu? Hamna. Unaonekana una furaha kama zote, vibe kama lote. Mimi hata kwenye matatizo nataka kununa. Na nakumbuka ulikuwa unacheka kila muda. Mimi sijuagi kununa jamani. Ukiona nimenuna ujue yamenifika shingoni. Na hiyo ndo inakusaidia. Haya dada. Haya sawa, basi nikutakia siku njema na majukumu mema. Ujitahidi kuboresha kwenye baadhi ya vitu hivi ambavyo nimekuambia kwenye spidi basi, lakini huko kwingine kwa watoto endelea kufanya vizuri sana. Nidhamu yako isibadilike, yani hiyo nidhamu uliyoonyesha uendelee nayo hivyo hivyo, mapishi hivyo hivyo alivyokuelekeza. Anasema unapika vizuri, kwa hiyo endelea kupika vizuri hivyo. Haya dada. Haya sawa, asante sana, nikutakia siku njema na majukumu mema. Haya na wewe pia. Asante, bye. Haya.